Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuwakaribisha sana katika shrine ya Padre Pio. Waamini wote kutoka parokia zote, kona yoyote, hakuna watu special hapa, wote kutoka eneo lolote lile. Tunajua mwaka huu ni mwaka wa jubilei, miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi, na mwaka huu umetangazwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Sasa kuenzi mwaka huu miaka 800 ya tangu kifo cha baba yetu Francisco. Huyu Mtakatifu Francisco aliishi vizuri sana, alibadilisha kanisa, aliishi vizuri, maisha yake yalikuwa ya kitakatifu mpaka watu wakatamani hata kuacha ndoa waende wakamfuate, wengine wakaenda wakamkimbilia, ikabidi mpaka aanzishe utawa wa 3 kwa sababu wengine walitaka kuacha ndoa zao, lakini akaambia mnaweza mkawa watawa bado mkiwa mnaendelea na ndoa zenu. Ndio maana tuna shirika Mtakatifu Francisco wa sekulari, tunaita wa sekulari. Sasa ndugu zangu wapendwa, katika shirika ya Padre Pio tuna enzi na tunatukuza kabisa jubilei hii. Tunaomba basi Jumamosi hii tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026 tutakuwa na seminar. Tuna ratiba kabisa, tutaingia hapa kuanzia saa 2 mpaka saa 3 ni muda wa kuingia. Saa 3:30 tutakuwa na kipindi cha kwanza ambacho kitaenda mpaka saa 5:30. Tutapumzika, alafu kwenye shrine huwa tunakuwa na misa ya mchana. Wale watakuwa kumhudhuria misa ya mchana watakuwa na misa yao. Baada ya hapo saa 7 kamili mchana tutakula chakula cha pamoja. Yaani tutakuwa na chakula kwa ajili ya wote, sio kwa ajili ya watu wachache. Tutakuwa na chakula kwa ajili ya wote. Baada ya hapo chakula kitaenda mpaka saa 8:30. Kuanzia saa 7 kula na kupumzika hapo mpaka saa 8:30. Saa 8:30 tutaanza tena kipindi cha pili cha seminar ambacho saa 8:30 mpaka saa 10:30. Fika saa 10:30 tutapumzika kuanzia saa 10:30 mpaka saa 11 kamili. Saa 11 kamili tutakuwa sasa na misa kwa ajili ya wanasemina wote, ambayo misa hiyo itaenda mpaka saa 12 kama na robo hivi. Kuanzia saa 12:15 hapo sasa tunaagana, kila mtu anasepa nyumbani kwa furaha akiwa amejaa neema na baraka. Kumbuka wakati wa mafundisho kutakuwa pia na maungamo yanaendelea, na mafundisho yanaendelea, watu wanaendelea kuungama. Ukitoka hapa unakuwa kwa kweli umetoka kitakatifu sana. Kwa hiyo nakukaribisha popote ulipo, hata kama uko mikoa mingine, ukiamua tu kusafiri kuja kwa ajili ya hii seminar, karibu sana. Parokia zote, maeneo yote. Hapa ni shrine. Hakuna mtu tuseme labda waumini fulani wameposesi hapa, hapana. Hapa ni kwetu wote. Ni kwa ajili, ni kituo cha hija. Kutoka kona yote Tanzania, nje za nje, popote pale, mahali popote, hata kama uko wapi, karibu uje kutane na Mungu hapa. Karibu uje upate mafundisho. Karibuni sana katika shrine ya Padre Pio. Namna ya kufika hapa Msimbazi, shrine Padre Pio, ukifika tu wengi wanajua Msimbazi Center. Ukifika Msimbazi Center kuna karibu na ile sheli ya Victoria, kuna barabara ya kuingia mkono, utategemea umetokea wapi. Kama umetokea maeneo ya Karume unapandisha, kama unaenda Kigogo upande wa kushoto. Kama umetokea Kigogo unashuka, maana yake ni upande wako wa kulia, unaingia, unanyosha moja kwa moja barabara inayoingia parokiani kwenye ile geti, utanyosha moja kwa moja mpaka mwisho wa ukuta. Geti utakalokuta ni hapo hapo. Barabara inaishia hapo hapo na unaingia kwetu moja kwa moja. Karibuni sana sana. Mungu awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni sana katika shrine ya Padre Pio.